تمسلي متومه. اللهم صل وسلم. صلوا على محمد، صلوا على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوة الدين والإيمان, ndugu zangu katika imani, kwanza kabisa nitoe shukurani zangu za dhati na nimshukuru kila mmoja kwa nafasi yake na cheo chake. Allah atakujazini kila lililokuwa la kheri katika dunia yenu na akhira yenu, tuseme amin. Na kwa hakika tukizingatia yote yaliyosemwa leo, ni maneno ambayo ni dira, mwongozo katika maisha yetu, na haya yote hayakuwa yapatikane kama hakuletwa huyu bingwa wa mitume sallallahu alayhi wasallam. Hebu tutafakari, tumeamka siku fulani, tukapiga jicho miaka 1400 kabla ya leo. Hapa kuwepo Muhammadi, hapa kuwepo Qur'ani iliyoshushwa kwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, wala Jibrili hakuteremka kumshushia huyo mtume hichi kitabu ambacho ni mwongozo. Naamini ya kwamba leo tusingekuwa hapa tukimtaja huyu mtukufu wa daraja, tukimsalia, tukimzungumza, tukimpa heshima anayostahiki, na mambo mengi yasingekuwa kama hivi yalivyo, kwa sababu hakuwepo mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini naye ametumwa ambaye ni rahma lilalamin, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Kwa kadri mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam atakuwa katika maisha yetu, kwa kadri zitahuika, zitaonekana, zitazingatiwa sunna zake zilizokuwa tukufu sana katika nyoyo zetu. Na labda nigeukie moja katika aya katika Qur'ani, na kwa hiyo nimalize ili nisifanye kirefu. Muislamu lazima uzingatie ya kwamba maisha yako yote ni ibada. Allah mtukufu alikuwa ana lengo lake la kutuumba, akasema jalla sha'nuhu, wama khalaqtul janna wal insa illa liya'budun. Kwa hivyo kazi yako pekee na lengo pekee la uwepo wako hapa ni ibada. Ulitakiwa kila ulicho nacho ukielekeze katika lengo la uwepo wako katika dunia hii. Msalieni mtume. Na hili tunalikuta katika Qur'ani pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema qul inna salati. Mnaonaje Waislamu tuisome hii kwa pamoja? A'udhu billahi minash shaitani rajim. tusome kwa pamoja. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sallu ala Muhammad. Qul inna salati, hii sala ambayo tunaamini kwamba ni moja miongoni mwa ibada, ndiyo sio? Wa nusuki, na kuchinja kwangu ni ibada ambayo tunajikurubisha kwayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo sio? Lakini Allah katika aya hii ametaja vile vile mahyaya, na uhai wangu wote, ina maana toka unapoamka mpaka unapoamka siku ya pili, yote ni ibada. Wa mahyaya wa mamati, hata kifo chako, hata kule kufa. Tunaambiwa
kwamba moja miongoni mwa dua ambazo alikuwa akidumisha mtume kuziombe, Allahumma inni as'aluka husnal wa an taj'ala akhiru kalami min ad-dunya la ilaha illa Allah wa man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Kwa hivyo tuelewe kwa mukhtasari wake ya kwamba naam, wengi wetu tunaamini ya kwamba ibada hizi ibada ambazo zinajulikanwa kwamba hizo ni ibada, kama ni sala au saumu au zaka au sadaka. Kumbe ibada ina upana wake mkubwa kuliko ufahamu wetu. Tumejua kwamba ibada ya sala ni ibada, kuchinja kwetu ni ibada, lakini maisha na uhai wetu wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu, na hivi ndivyo nilivyoamrishwa. Nimeamrishwa nini? Nifanye sala kwa ajili ya Allah, kuchinja kwangu kuwe kwa ajili ya Allah, lakini pia uhai wangu wote uwe kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Na hata kufa kwangu kuwe kwa ajili ya nani? Nife nikiwa bado namwabudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, katika habari ya kifo chake tunapata mafundisho makubwa. Anamwona kijana ambaye anaburuza nguo. Katika wakati huu mmoja wetu angefikiria lile pajero aliyoacha au viwanja au wake warembo, ndio sio? Lakini hapa Umar ibn Khattab anamwambia yule kijana, ya ghulam irfa' thawbaka fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbika, sallu ala Muhammad. Mwanangu wewe kijana, hebu inua kidogo nguo yako, nasafisha ardhi wewe, kwani ukifanya hivyo utakuwa umemcha Mwenyezi Mungu kwa usafi wa nguo yako katika dakika hii. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, idha qamat alqiyama wa fi yadi ahadikum fasila wa arada an yaghrisha falyaghrisha, hata dakika zako za mwisho usiache ibada. Kwa hivyo kwa ujumla maisha yetu yote sisi ni ibada. Usijinyime thawabu ukaacha kuwa ni mwenye kumwabudia Mwenyezi Mungu maisha yako yote, kama wasema 24/7. Watu wa Omani wanakusalimuni na wanakupendeni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wanasema mkono kwa mkono hadi peponi. Jazakallahu khairan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.